Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Kabla hatujaanza video yetu, kwanza nataka niwaombe kitu kimoja guys. Ila akaunti kubwa mlikuwa mnaijuaga kwanza imefungwa. Kuanzia sasa hivi tunaanza kutumia hii akaunti. Guys, kama hujasubscribe, please subscribe hii account ili tufike nafasi tuliokuwa zamani, ile account kubwa au hata tupite. Najua wabongo mnaweza mkafanya zaidi ya hapo, so nitawashukuru sana. Tunataka tuanze video yetu. Video yetu ya leo tuko kwenye Zoom class. Kwenye hii Zoom class huyu mwanachama wa Chadema anafafanua jinsi ya watu walivyouliwa tarehe 29 na kwa nini wameuliwa na nani amewaua. So guys, tutaangalia hiyo video. Baada hapo tutazidi kuchambua kipi cha kufanya na kipi kilikuwa ni kizuri kwao wao wafanye. Tuanze video yetu guys. Kamanda Mainyila juu ya watu kutekwa, watu kuuawa. Je, huko nyuma mazingira yalikuwaje? Matukio ya watu au vijana wa Chadema kuuawa kwa sababu ya masuala ya kisiasa yalikuwepo vile vile, lakini kwa kiwango kidogo huko nyuma. Nikupe mifano kadhaa. Uchaguzi wa Igunga mwaka 2011, kuna wakala wa Chadema alikuwa anaitwa Mbwana Masudi, alitekwa wakati tukiwa Igunga. Alisafiri kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuwa mawakala. Tulipanga mpango kwa ajili ya kudhibiti kuibiwa kura kwenda mawakala vile kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa hiyo Mbwana Masudi alitoka Dar es Salaam kwenda Igunga kwa ajili ya kuwa wakala, lakini katika ile siku ya kusubiri kusambazwa mawakala kwenye vituo akatekwa. Na kwa kweli inaaminika kwamba alitekwa na vijana wa CCM na wakamuua na akatupwa. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la kuuawa Mbwana Masudi wakati huo. Katika uchaguzi wa Rumeru Mashariki, kulikuwa na kiongozi mwingine kijana wa Chadema, alikuwa kiongozi wa chama kile, alikuwa kijana, alikuwa anaitwa Msafiri Mbwambo. Alitekwa na yeye akakatwa shingo kwa kutumia chainsaw, ile msumeno ya kukatia miti ile, na akauawa. Kwa kuwa matukio ya namna hiyo, na kulikuwa na matukio ya watu kuuawa kwenye matukio ya Chadema. Morogoro mwaka 2000, kama kumbukumbu zangu za mwaka zitakuwa sahihi, kwa maana ya mwaka naweza nikakosea mwaka, lakini sababu ya hapo nadhani 2012 aliuawa bwana mmoja alikuwa anaitwa Arizona. Aliuawa na polisi katika msafara wa kuelekea kwenye mkutano wa Chadema ulikuwa unafanyika pale Morogoro. Lakini kule Arusha kulikuwa na matukio makubwa mawili ya watu kuuawa. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2011 tulipinga uchaguzi ule, na baadaye kwa kuna mgogoro kuhusu uchaguzi wa umea pale, na kawa na maandamano na polisi waliua watu pale, na kati ya watu waliouawa sehemu kubwa walikuwa ni vijana waliuawa pale Arusha. Baadaye kukawa tena na tukio lingine la mauaji ya Arusha, ambapo Chadema tulikuwa tumewafukuza wanachama baadhi ya madiwani Arusha pale kutokana na usaliti. Na kukawa kuna uchaguzi wa marudio pale, na kukalipuliwa bomu, na sisi kwa video tulikuwa nayo wakati huo ilikuwa inaonyesha kama possibility kubwa ni kwamba bomu lile lilirushwa na polisi wenyewe, yani askari ndio walirusha bomu pale, na watu wakauawa kwenye mkutano wa Chadema, na sehemu kubwa watu waliouawa na lile bomu la Arusha, sehemu kubwa walikuwa ni vijana vile vile.
Huko kuna matukio ya utekaji, kulikuwa na matukio ya mauaji vile vile. Kulikuwa kuna tukio la kuuawa, hakuwa kijana kwa umri, lakini alikuwa na umri ambao ulikuwa karibia rika la ujana. Mwanahabari Daudi Mwangosi alifatuliwa na bomu Nyololo pale Iringa, nayo ilikuwa ni kwenye shughuli ya kisiasa ya Chadema, na kilele cha mauaji hayo kikawa vile kuuawa kwa Alphonce Mawazo ambaye alikuwa ameshavuka umri wa ujana, lakini alikuwa kwenye rika la kati na aliuawa kwenye shughuli za Chadema. Kwa hiyo kuna matukio ya mauaji au utekaji vile vile katika maeneo mengine. Kuna wakati vile vile alitekwa kiongozi wa madaktari Dr. Olimboka, akaenda kutupwa msitu wa Pande, alinyofolewa kucha, aliteswa. Kwa matukio yale yalikuwepo vile vile. Naweza kusema kwamba tawala za nyuma za CCM, ikiwemo utawala wa Rais Kikwete, zilihusika vile vile. Tawala hizo nazo kulikuwa na matukio ya utekaji, utesaji na mauaji, lakini hayakuwa yamefikia kiwango cha kilichotokea wakati wa utawala wa Magufuli, na hayajafikia kiwango kilichotokea kwenye utawala wa Rais Samia. Kiwango cha matukio haya kimeongezeka, na mimi niwape vijana shime na niwatie moyo. Ukisoma alama za nyakati, matukio haya ya udhalimu mkubwa zaidi yaliyoongezeka hivi sasa ni matokeo ya serikali ya CCM kuona kabisa kwamba inaondoka madarakani, imeshindwa kwenye kupambana na Chadema kwenye sanduku la kura. Kwa sasa wameamua kutumia njia nyingine. Ndio maana utaona ukiangalia graph na ukisoma historia ya Chadema, kadiri chama kinavyoendelea kukua kisiasa, ndio kadiri udhalimu wa watawala dhidi ya Chadema na viongozi wake unavyozidi kuongezeka. Sasa hapa tulipofikia sasa hivi, mimi naweza kusema tumefikia katika kilele. Tumefikia katika kilele kwa maana ya kwamba dola iliyoko madarakani au utawala ulioko madarakani ni utawala ambao hauna kabisa ridhaa ya watu hivi sasa. Umeshikiliwa tu na nguvu ya vyombo vya dola. Kwa hiyo tukiongeza nguvu kidogo tu, tumekwisha fikia kwenye tipping point kama taifa. Tukiongeza nguvu kidogo tu, utawala huu utatoka madarakani, na utawala huu ukitoka madarakani ukaingia utawala mpya, vile vile kukafanyika mabadiliko ya kimfumo, ikiwemo kupata katiba mpya, ikiwemo kupata tume huru ya uchaguzi, ikiwemo mabadiliko kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, tutakuwa tumekomesha hii hali na tutakuwa tumepunguza haya matukio ambayo yanatokea hivi sasa. Kwa hiyo salama ya vijana wa Tanzania sio kukata tamaa, kwa sababu vijana wakikata tamaa, hali itakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo kwa baadhi ya vijana wanaweza wakachukua mtizamo kwamba kwa hapa tulipofikia turudi nyuma, kwa sababu tukiendelea zaidi hali itakuwa mbaya zaidi. Kweli ni kwamba ni kinyume chake. Ukiachia hii hali ikaendelea, ndio hali itakuwa mbaya zaidi. Na vijana wasidhani kwamba kukwepa siasa za Chadema, kukwepa siasa za Bavicha ndio usalama. Ukweli ni kwamba ukishakuwa na dola dhalimu, serikali dhalimu, hiyo extent ya dhuluma inavuka mipaka ya chama. Yani wanaotekwa sasa hivi, wanaouawa sasa hivi sio wanachama wa Chadema peke yake, sio viongozi wa Chadema peke yake. Kuna mpaka wana CCM wanauawa, kuna mpaka wana CCM wanatekwa, kuna mpaka watu wasiokuwa na vyama wanauawa na kutekwa. Kwa hiyo salama yetu sote
BAVICHA, CHADEMA na Watanzania kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba hatuna uongozi katika nchi yetu unaofanya kazi ya kuteka na kuua raia wake, kama kwa kufanya moja kwa moja au kushindwa kuwajibika kudhibiti hiyo vitendo vya kutekwa na kuuawa kwa watu. Juu ya swali la Kamanda Nekto juu ya fursa na changamoto, nianze na changamoto. Changamoto kubwa mimi ninazoziona kwa sasa ni mbili. Changamoto ya kwanza kubwa ni kwamba tuna chama kinachotawala ambacho kimekosa kukubalika kwa watu kabisa. Kwa hiyo kinategemea vyombo vya dola, na kutokana na kutegemea kwake vyombo vya dola na njia nyingine haramu, kimekuwa chama dhalimu kweli kweli kwa sababu ya udhaifu wao, na hii ni changamoto ya namna ya kupambana kisiasa katika mazingira ya udhalimu wa kiwango kilichoko hivi sasa. Na huo udhalimu umejipenyeza katika taasisi nyingi, yani udhalimu huo umeingia mahakamani, udhalimu huo umeingia kwenye jeshi la polisi, udhalimu huo umeingia kwenye mfumo wa idara ya usalama wa taifa, udhalimu huo umeingilia mpaka vyombo vya habari. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto hiyo kwamba tuna mfumo, tuna taasisi, lakini vile vile tuna changamoto ya udhaifu mkubwa wa kimfumo wa nchi yetu wa kikatiba na wa kisheria, ambao umefanya kwamba hakuna taasisi huru za kuweza sasa kudhibiti huo udhaifu nilioueleza awali. Tungekuwa kwa mfano tuna bunge lenye meno, bunge lenye nguvu, baadhi ya mambo yangedhibitiwa. Tungekuwa na vyombo vya habari vilivyo huru, manake kama muhimili wa 4 wa dola kuna vitu ingeweza kudhibiti. Tungekuwa na mahakama huru, mahakama zenye haki, manake ni kwamba baadhi ya changamoto tulizonazo sasa tusingekumbana nazo. Kwa hiyo ya kutokuwa na mifumo thabiti kama taifa kutokana na udhaifu wa katiba yetu na udhaifu wa sheria zetu, nayo ni changamoto ambayo tunakumbana nayo hivi sasa. Lakini pamoja na changamoto hizo zilizopo, ziko fursa ambazo tukizitumia tunaweza kuzitumia vizuri sana, na hasa kwa upande wa vijana katika kuendeleza mapambano na hatimaye tukashinda. Tunayo fursa ya kuungwa mkono kwa kiwango kikubwa sana na watu. Hii ni fursa. Watanzania wanaiunga mkono CHADEMA na wanatuona kama ni tumaini la watu katika kusaka haki na kuleta mabadiliko katika taifa letu. Hii fursa tusiipoteze. Hii fursa tuitumie na tuhakikishe chochote ambacho kinasababisha kupungua kwa imani ya watu dhidi ya CHADEMA na viongozi wake na mifumo yake na taasisi tunakirekebisha, na tuhakikishe wakati wote tunakuwa karibu na watu, tunaendelea kuwa sauti ya watu, tunaendelea kuwasikiliza watu, ili hii fursa ya kuwa chama kinachoungwa mkono na watu tusipoteze. Kunayo fursa vile vile ya teknolojia. Ukuaji wa teknolojia na hasa teknolojia ya internet imezalisha na sasa kuanza kukua kwa teknolojia zaidi ya internet mpaka kasi ya ukuaji wa mitandao ya kijamii, kasi ya ukuaji wa AI kwa maana ya akili mnemba au akili unde, artificial intelligence, zimetengeneza mazingira ambayo kwanza kuna urahisi wa ufanyaji kazi. Unaweza kufanya vitu vingi sana kwa njia rahisi sana, kwa haraka mkubwa sana, lakini vile vile umepunguza nguvu za dola za udhibiti wa umma, kwa sababu sasa
kila raia ana uwezo kwa kupitia mwenye smartphone tu, hata mwenye simu ndogo anaweza kushiriki kwa namna moja au nyingine katika utawala moja kwa moja nje ya mifumo rasmi ya kiserikali na ule udhibiti wa dola dhidi ya watu umepungua au unapunguzwa na fursa ya teknolojia. Na ndio maana unaona kwamba kila kunapotokea jambo kubwa ambalo dola inahisi kwamba sasa umma umefikia kiwango cha kipeo cha juu zaidi cha kuchukua utawala mikononi mwao, huwa dola inakimbilia kuzima kabisa mtandao. Mliona walizima mtandao tarehe 29 Oktoba na kuendelea, ni kwa sababu wanajua nguvu ya mtandao kama fursa. Umeona hata Uganda, jirani zetu hapo, kuelekea uchaguzi wamezima mtandao sababu wanajua nguvu ya teknolojia katika mapambano. Sasa haya matendo ya kuzima kwa nyakati fulani ama kudhibiti baadhi ya mifumo ya kimitandao peke yake hayawezi kuwaokoa watawala kutoka kwenye uwajibikaji na hasira ya umma. Kwa muhimu ni kwamba tutambue hii fursa ya teknolojia, na vijana wa Chadema na vijana wote nchini mjifunze sana teknolojia ya internet na vinavyopatana navyo, na muitumie sana kwa ubunifu mkubwa sana katika mapambano, kwa sababu ndio eneo mojawapo ambayo litasaidia, ni fursa mojawapo ambayo itasaidia katika mapambano. Maswali ya Kamanda Revlin kuhusiana na ikiwa kidato cha 4 bado nikawa na msukumo wa kwenda wizarani kutaka kupangiwa Dar es Salaam. Unajua sisi kizazi chetu ni wale ambao tulikuwa tunaenda darasa la 7, wengi tukiwa na miaka 7. Tunaanza darasa la kwanza tukiwa na miaka 7. Kwa hiyo kama unaanza darasa la kwanza ukiwa na miaka 7, ukisoma mpaka darasa la 7 una miaka 14, umemaliza la 7, ukisoma miaka yako 4 ya sekondari. Kwa hiyo tulikuwa kimsingi tunamaliza kidato cha 4, wengi sana ilikuwa wanamaliza kidato cha 4 ukiwa miaka 18. Wachache ilikuwa 17, wengine ilikuwa 19, lakini wengi sana kwa wastani ilikuwa miaka 18. Sasa umri wa utu uzima, ujana wa utu uzima ni kuanzia miaka 18. Na kwa ukuaji wa teknolojia wa sasa, kimsingi umri wa utu uzima sasa hizi basically ni kuanzia miaka 15. Kama unaenda huko nchi zilizoendelea kidogo, unakuta mtu miaka 15 ana maturity ya juu sana. Sasa sembuse 18. Nadhani nikijibu swali lako tu ni kwamba pengine upeo wa kiakili nilokuwa nao, lakini malezi ya kifamilia, lakini malezi ya seminarini pengine yalinifanya mpaka nilipofikisha miaka 18 tayari nilikuwa nina uwezo wa kuchanganua mambo na kufanya maamuzi makubwa kidogo kama hayo. Lakini naamini hata sasa nimejaribu kidogo kuinteract na vijana hata wale wadogo kabisa. Kuna maamuzi ambayo wanayafanya, mengine ni maamuzi, wengine wanaweza wakasema ni vijana wa ovyo au wamefanya maamuzi ya ovyo, lakini unaweza kuona ni maamuzi ya ovyo, lakini ukiyapima ukubwa wake ukakuta ni maamuzi makubwa sana. Yaani mtu anachukua riski kubwa sana. Sasa kinachotakiwa tu ni kuweza kuwaongoza vijana kuchannel ile uwezo wao wa kuchukua riski, kwenda kuchukua riski ambazo zina jambo kubwa, zina matokeo makubwa na zinaleta mabadiliko. Mimi nichukua riski ambayo nifanya nichangie kwenye kuleta mabadiliko. Naamini vijana wengi sana wana uwezo wa kuchukua riski na wakafanya maamuzi mazuri tu. Mbinu za kujenga mtandao wa watu, nyinyi mnayo faida kubwa sana sasa hizi. Yaani Revlin kujulikana duniani ni kiasi cha simu yako ya mkononi na nyumbani kwako, popote pale ulipo tayari umeshakuwa celebrity, dunia nzima inakujua na ukajenga mtandao dunia nzima na ukadirect na kila mtu. Kwa nyinyi sasa hizi, ushauri wangu kwenu ungekuwa ni mjikite sana vijana sasa kwenye kutumia teknolojia kujenga mtandao. Mimi wakati huo njia ambayo nilitumia, kwanza nilichukua mtaji wa watu niliofanya nao kazi
kwenye harakati za vijana kwa miaka mingi toka mwaka 99 mpaka mwaka 2004. Waliokuwa wananifahamu, wananiunga mkono, wananiamini. Kwa hiyo nikaanza nao kama mtaji wa awali katika kufanya kazi chini kwa chini, kwa sababu walikuwa wanaunga mkono na wananifahamu. Pili, watu niliosoma nao chuo kikuu, niliosoma nao sekondari, niliosoma nao shule ya msingi, ukawa ni mtaji wa pili wa kuanza nao. Watatu ukawa ni mtaji wa wanachama wa Chadema, ingawa chama kilikuwa kina wanachama wachache sana. Mtandao wa chama haukuwepo, ulikuwa dhaifu sana kweli kweli, lakini hao wachache tukaanza pamoja, tukaingia mtaani. Kwa hiyo siri nyingine ni kwenda kwa watu, kwenda mtaani, tukaanza kwenda kata kwa kata, unafanya vikao huko chini kwa chini, unakwenda kwa wakati huo hata kwa daladala, unazunguka, unafanya yote hayo, alafu tukajijenga. Baada ya hapo then tukatumia mtaji wa vyombo vya habari. Uamuzi wa kugombea kwangu kwa umri mdogo niliokuwa nao, na hoja nilizokuwa najenga wakati huo, nikawa na mvuto kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo nikaanza kuzunguka kwenye vyombo vya habari, kuzungumza, kufanyeje, mwisho wa siku ukatengeneza huo mtaji. Kwa kweli ilikuwa ni safari ndefu kidogo ya kujenga mtandao, lakini hatimaye ukajenga mtandao ambao mpaka ukawezesha kushindana. Faida ya kujenga mtandao kwa wanasiasa vijana: mtandao sio tu unakusaidia kwa maana ya kukupa kura, unakusaidia kwa maana ya kuna watu wanaweza kuamua kufanya kampeni kwa niaba yako bila hata wewe kufika, wakaamua kufanya kampeni kwa niaba yako. Lakini mtandao vile vile unasaidia kuwezesha kupata rasilimali. Yani utajiri mkubwa sana, watu ni utajiri mkubwa sana. Ukiweza kutengeneza mtandao wa watu, hii changamoto ambayo vijana wanakuwa nayo, nasema unajua nataka kuombea lakini sina uwezo wa kifedha, si na nini, ni huaga naonaga tu ni visingizio tu. Yani swala kama kijana anasema hawezi kugombea kwa sababu hana fedha, maana yake ni kwamba huyo kijana ama hajui mkakati au hajakubalika na watu hawajamuona kama anastahili kuwa kiongozi wao. Watu wakikuona kama unastahili kuwa kiongozi wao, watu kidogo kidogo watakuunga mkono mpaka inawezekana. Mwisho ni hili ni kweli Frantz Fanon alisema every generation out of relative obscurity must discover its historical mission and either fulfill it or destroy it. Kwamba kila kizazi nje ya kuvunguvungu inatakiwa kitambue mission au utume wake, ama kitimize au kiusaliti. Kwa hiyo sisi tulianzisha Bavicha na tuliendeza mapambano ya vijana kupewa nafasi kwenye vyombo vya maamuzi na kadhalika. Kuna ya ziada ambayo tuliyafanya katika utume wetu. Mimi nakumbuka wakati nikiwa mbunge wa Ubungo, hoja ya kwanza kabisa kuipeleka bungeni ilikuwa ni taarifa ya hoja ya kutaka kuanzishwa kwa mchakato wa katiba mpya na kutungwa sheria kwa ajili hiyo. Wakati huo Rais Kikwete alikuwa hajakubali kuhusu kuanzishwa kwa katiba mpya. Kwa kuna shinikizo bungeni, kwa shinikizo mtaani, hatimaye masuala ya katiba mpya yakaanza. Kwa kuna mambo ambayo sisi generation yetu imefanya. Kila mwanasiasa wa generation yetu akiwa nafasi ya kuzungumza anaweza kusema mengi sana, na wengine wana mengi sana wamefanya. Sasa umeuliza swali, kizazi chenu nyinyi mchukue jukumu gani? Jukumu la kizazi ni vizuri litengenezwe na kizazi chenyewe. Yaani jukumu lenu nyinyi litakuwa lenu kama nyinyi wenyewe mkasikaa mkasema, kwa kweli hiki kizazi chetu hiki, baada ya kuichambua nchi, kwa sasa sisi jukumu letu tukachukua ni hili. Kwa kaeni tengenezeni jukumu la kizazi chenu. Bahati nzuri maadhimisho mwaka huu ya chama yamecoincide wakati mwafaka, kwamba mwaka huu 2026 tunatengeneza wakati mpya wa chama wa miaka 5 ijayo. Inabidi mfikirie hii miaka 5 vijana mnataka mfanye nini, Bavicha mnataka kufanya nini. Taifa vile vile limeanza kutekeleza dira mpya ya kuelekea mwaka 2050. Inabidi muipitie dira ya serikali pamoja na udhaifu wake. Naita dira ya serikali kwa sababu ilishirikisha serikali peke yake zaidi na watawala, haikushirikisha watu kwa upana wake.
na sisi kama chama kikuu cha upinzani hatukushiriki kwenye process ya kuandika dira ya taifa, lakini as long as zimepitishwa kama dira, mnaangalia Tanzania inafikiri nini mpaka 2050, mnaangalia dira ya Afrika, the Africa we want ya kutoka mpaka mwaka 2063 inazungumza kuhusu Afrika inafikiri nini mpaka mwaka 2063. Baada ya kuitazama hiyo picha pana, then mnaamua okay, kwa kuangalia hali ya Afrika, hali ya dunia na hali ya Tanzania na hali ya Chadema, sisi mission yetu itakuwa ni hii. Kwa sasa wakati bado mnajitafakari, nataka kuwaambia mission yenu inapaswa iwe kudai katiba mpya. Yaani kama mkiamua kabisa kwamba bana utume wetu, mission yetu ni kufanya Tanzania iwe na katiba mpya, na mkapambana kama vijana mpaka mkasema legacy yetu sisi vijana wa kizazi chetu tumesababisha Tanzania imepata katiba mpya, nitasema hapa mmeacha legacy pengine kubwa kuliko hata tulioacha sisi. Kwa hiyo wakati mkiendelea kujitafakari, ajenda ya katiba mpya iwe sehemu ya mission yenu, iwe sehemu ya utume wenu, kwa sababu itasaidia vijana, lakini vile vile itasaidia sana nchi. Sasa wapo watakaowakatisha tamaa, wataambia bana nyewe ni vijana bana, sasa mambo ya katiba mpya inatoa ajira kwa vijana, katiba mpya inasababisha elimu kwa vijana, fursa za elimu ziwe bora. Wasiwakatishe tamaa. Hivi vitu vingine, sio ajira, elimu, maji, rasilimali ni subset, ni sehemu ya mambo ambayo ukishakuwa na mfumo bora sana wa uendeshaji wa nchi, mfumo bora wa matumizi ya rasilimali za nchi, mfumo bora wa uwajibikaji, mfumo bora wa kitaasisi, haya mengine yatatengenezwa vizuri zaidi na kwa haraka zaidi. Ndio maana sikumeni sana kuhusu katiba mpya. Kwa hiyo jukumu la kwanza. Jukumu la pili ni kuweni sauti ya vijana wa Tanzania. Kwa sasa vijana wa Tanzania hawana chombo kingine chenye hadhi kubwa kama BAVICHA, chenye kuweza kusema mara kwa mara kwa niaba ya vijana. Kilichoundwa na serikali kinachoitwa Wizara ya Vijana hakiwezi kuwa wasemaji wa vijana. Umoja wa vijana wa CCM hauwezi kuwa wasemaji wa vijana, kwa sababu hawana uhalali wa kukubalika na vijana wa Tanzania. Mtandaoni kuna harakati za vijana zinazoitwa Gen Z. Zipo, ni nzuri na nawapongeza, lakini bado hazina muundo rasmi moja kwa moja. Kwa hiyo zinajitokeza katika sura tofauti. Kwa sababu hazina muundo rasmi, bado si chombo rasmi ambacho unaweza kusema huyu hapa, hawa sasa ni wasemaji kwa niaba ya vijana wa Tanzania. Kwa hiyo kukosekana kwa chombo, na hakuna baraza la vijana, kukosekana na hakuna bunge, kukosekana kwa fursa ya mahali pa vijana kusema na kusemewa, kunafanya BAVICHA muwe na wajibu mkubwa katika historia ya nchi yetu kwa sasa, kuwa wasemaji wa vijana wa Tanzania. Na kwa sababu ya nguvu ya vijana, ya wingi wao, ubunifu wao na nguvu zingine za vijana, mkiweza kuwa wasemaji kamili wa vijana wa Chadema, kimsingi vijana wa Tanzania, kimsingi leo ndio mmekuwa wasemaji wa Tanzania, kwa sababu vijana ndio sehemu kubwa ya Tanzania, vijana ndio nguvu ya nchi yetu. Kwa hilo ni jukumu la pili ambalo ni vizuri mkalichukua wakati huu ambapo mnatafakari majukumu yenu kwa upana wake. Nimemaliza maswali yaliyokuwa yameulizwa. Nimeona kuna maswali yalikuwa yanakuja online. Sasa najua sisi wengine si wa teknolojia kama nyinyi, lakini nadhani naweza kuyajibu tuna yenyewe. Mkakati gani, Cleophas James ameuliza mkakati gani ambao chama kitatumia kwa ajili ya watu kujisajili vijijini. Kwa kweli mfumo pekee ambao tulionao sasa ni mfumo wa Chadema Digital. Bahati nzuri kwamba mfumo wetu wa Chadema Digital umefanyiwa maboresho kwa kiwango ambacho watu wetu tunawapa access huko chini
wanaweza kuwa mawakala wa kusajili huko wanachama huko chini maeneo mbalimbali. Kwa hiyo rai yangu kwake Cleophas, wasiliane na kiongozi yote wa Chadema popote eneo lake aweze kusajiliwa kama ana shida yeye ya kusajiliwa. Lakini rai yangu kwa vijana wa Chadema nchi nzima ni kuwa mstari wa mbele kama jeshi la ardhini la chama katika kutumia mfumo wa kiteknolojia wa Chadema Digital kufanya usajili wa chama. Jumaa Hashimu ameuliza kwa nini mwenyekiti yuko ndani mpaka sasa na kesi haijaisha, kuna mwendelezo wowote? Ni jambo la kusikitisha kwamba mwenyekiti yuko ndani mpaka sasa, lakini sababu kubwa ni kwamba watawala wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan wameamua kwamba wanadhani kwamba kumweka mwenyekiti ndani ndio kuikwamisha Chadema na kukwamisha mapambano ya kisiasa ya Chadema. Awali walifanya hivyo wakidhani kwamba ndio njia ya kukwamisha mkakati wa no reforms no election, na sasa wanaendelea kufanya hivyo wakiamini kwamba msimamo ambao Chadema imeuchukua wa kutokuitambua serikali iliyoko madarakani, wa kutaka uchunguzi huru, wa kutaka uwajibikaji kwa waliohusika na mauaji na hatua nyingine ambazo tumezichukua, watawala wanadhani kwamba mwenyekiti Lissu akiachiwa anaweza kuongeza nguvu kwa nafasi yake kama mwenyekiti kwenye mapambano yaliyoko mbele yetu. Kwa hiyo watawala wanadhani kwamba njia ni kuendelea kumshikilia kwa nguvu zaidi. Sasa kesi itaendelea tarehe 9 mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Kesi itaendelea mahakamani na inatarajiwa kuendelea mfululizo mpaka tarehe 6 mwezi Machi. Mimi rai yangu kwa Watanzania ni mambo matatu. La kwanza ni kuendelea kupaza sauti kutaka mwenyekiti Lissu aachiwe na kutumia njia zote kushinikiza mwenyekiti aachiwe, na nashukuru taasisi zote za dini, za kiraia, za kitaifa, za kimataifa zilizoungana na sisi kwenye kutaka mwenyekiti aachiwe. Tuendelee na huo msukumo kwa nguvu kubwa zaidi. Pili, pamoja na tunachokifanya sasa, tuhakikishe mahakama, pamoja na kuwa kuna udhaifu kwenye mahakama zetu, bado tunaongeza nguvu mahakamani kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa wakati. Kimsingi kwa sasa mwenyekiti hana kesi tena ya msingi baada ya mambo yote ya msingi ya kiushahidi ya awali, wale mashahidi wote wa awali kuweza kupigwa chini na mahakama. Kwa hiyo mwenyekiti anatakiwa aachiwe huru. Lakini tatu na muhimu na kubwa zaidi, mimi nazungumza vile vile na wale wanaoamua kufikiria kwamba kumshikilia mwenyekiti ni kuikwamisha Chadema na kutimiza matakwa yao. Wajue tu kwamba kumshikilia mwenyekiti kunaongeza tu hasira zaidi ya umma juu ya watawala, na kunaendelea tu kuongeza mpasuko ambao upo kwenye taifa letu, unaendelea kuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo haiwasaidii wao wala haiwasaidii nchi. Kwa hiyo wanapaswa kuhakikisha mwenyekiti anafutiwa hayo mashtaka, anaachiwa huru. Hakuna sababu yoyote ya msingi ya kuendelea na hiyo kesi. Mwenyekiti anapaswa aachiwe huru. Kwa hilo ndio naweza kusema kuhusiana na swali lililoulizwa. Mwikombo Furaha anasema vijana, BAVICHA, wazee, BAWACHA mko tayari taasisi za kidini na kiraia, TLS, haki za binadamu zisimamie mchakato wa katiba ya wananchi bila vyama vya siasa kuhusika? Mimi nasema katiba mpya ni nyaraka ya umma, si nyaraka ya vyama vya siasa peke yake. Kwa katiba mpya haiwezi kuandikwa na vyama vya siasa peke yake. Hivyo katiba mpya haiwezi kuandikwa na taasisi za kidini na kiraia peke yake. Kwa sababu katiba mpya vile vile ni nyaraka ya kisiasa, yani ina dimension ya kiraia, ina dimension ya kijamii, na ina dimension ya kiuchumi, na ina dimension ya kisiasa. Kwa hiyo huwezi kuweka pembeni vyama vya siasa kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya. Kwa tunachotakiwa katika hatua ya sasa
ni kuunda chombo ambacho kwa sheria, sio kwa maneno ya mtu, kwa rais au kwa mtu yeyote yule mmoja, kuunda chombo ambacho kitawezesha kweli kuunganisha makundi yote makubwa ya kijamii, kuweza kufikia makubaliano juu ya namna ya kukwamua na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Matatizo yaliyotokea kwenye mchakato uliopita ni kwamba tulifanya makosa na haya makosa yalisababishwa na watawala. Tuliwapinga bungeni, wakatumia wingi wao kupitisha. Kulitengenezwa vyombo ambavyo vilitawaliwa zaidi na ama rais au serikali au chama kinachotawala kwenye mchakato wa katiba mpya. Uamuzi wa kuingiza wabunge wote na wajumbe wa baraza wawakilishi kwenye bunge maalum la katiba, kimsingi ni uamuzi ambao ulikuwa umeshatengeneza mazingira ya kuvurugika kwa mchakato wa katiba mpya, kwa sababu mchakato ulioziwa na chama chenye wabunge wengi ambao kilikuwa ni CCM kwa wakati huo. Tukataka kupunguza huo wingi wa CCM kwa kutengeneza kundi la wanaoitwa wajumbe 201 kwenye bunge maalum la katiba, lakini tukafanya kosa lingine tena. Rais akapewa mamlaka ya uteuzi wa wajumbe baada ya kupokea mapendekezo ya makundi mbalimbali. Bahati mbaya Rais Kikwete akayatumia hayo madaraka vibaya. Badala ya kuteua wajumbe huru 201 kutoka taasisi za dini, asasi za kiraia na makundi mengine ili kupunguza wingi wa CCM bungeni na kutengeneza mwafaka wa kitaifa kwenye mchakato wa katiba mpya, rais akatumia madaraka yao vibaya kuteua wajumbe wengi zaidi wa CCM kwa kivuli cha taasisi za dini, asasi za kiraia, taasisi za kitaalamu, lakini kumbe ni watu wa CCM moja kwa moja, wakajaa zaidi bungeni. Hatimaye wakaenda kuchakachua maoni ya wananchi waliokuwa kwenye rasimu ya Warioba, wakatengeneza katiba inayopendekezwa kinyume cha maoni ya wananchi. Mchakato wa katiba ukavurugika. Kwa hiyo yale mapungufu yaliyotokea katika mchakato uliopita lazima tujifunze kuanzia sasa kuweza kuyarekebisha. Na ninaposema wanasiasa hawezi kuwekwa pembeni mikombo, na maanisha wanasiasa ambao wanaungwa mkono na umma. Huwezi kufanya mchakato wa katiba alafu kwa mfano ukasema Chadema ikae pembeni. Mimi ningekuwa huru kuzungumza hapa, ningeweza kukutajia tu katika nchi yetu saizi kuna taasisi kama azizidi 5 ambazo unaweza ukasema hizi ni taasisi credible, zinaweza kuwakilisha umma wa Tanzania, na katika hizo taasisi 5 mojawapo kubwa sana ni Chadema, na hata ukishusha mpaka zikabaki taasisi 3 peke yake unaweza ukasema hizi zinawakilisha kweli kweli matakwa ya watu na sauti za watu. Huwezi kuiacha Chadema. Sasa Chadema ni chama cha siasa. Sasa huwezi kusema taasisi yenye kukubalika hivyo na kuwakilisha umma kwa kiwango hicho ikae pembeni kwenye mchakato muhimu kama mchakato wa katiba mpya. Perimelo Paulo, umeuliza swali kuhusiana na hali za kesi za chama. Kesi ya Mheshimiwa Lissu nimekwisha izungumza, mwenyekiti Lissu. Nizungumze kuhusu kesi ya chama cha Chadema. Kuna kesi nyingi sana, lakini nyingine sitazizungumza, lakini nizungumze kesi moja tu, ile kesi iliyofunguliwa na wale wasaliti watatu inayodaiwa kuitwa ni kesi ya mali za chama, lakini kimsingi sio kesi za mgawanyo wa mali ya chama, ambayo imesababisha chama kizuiwe shughuli zake kutoka tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2026. Kesi ile kwa sababu umeuliza hali ya kesi ya chama, mara ya mwisho kesi ilipotajwa ilikuwa kwenye hatua ya kwamba sisi tulikuwa tumeweka pingamizi kwamba kesi inatakiwa ifutwe kwa sababu kesi inahusu masuala ya muungano. Ndani humo wanadai kuhusu mgawanyo wa mali kati ya Zanzibar na Tanganyika, lakini pia wanadai kuna ubaguzi wa kisiasa kati ya viongozi wa Zanzibar, na vile vile kwenye kesi wanadai Chadema inatishia uwepo wa muungano kutokana na kauli za kisiasa za viongozi wa Chadema. Kwa masuala yote hayo ni masuala ya kikatiba yanayohusu mgogoro wa kimuungano. Kwa hiyo yalipaswa kufunguliwa kesi kwenye mahakama ya kikatiba ya kushughulikia masuala ya kikatiba ya migogoro ya kikatiba, na sio mahakama kuu ya Tanzania katika session ya kawaida ya kesi ya madai kama ambavyo wao wamefungua. Kwa hiyo jaji alimesikiliza hoja zetu
Jaji akawa amepanga kutoa uamuzi tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2026, na hayo aliyafanya mwaka jana. Sisi tukamwambia moja kwa moja kwamba huku ni kuchelewesha haki. Chama kimezuiwa shughuli siku zote, kwa nini usitoe hukumu uamuzi mapema juu ya jambo hilo? Lakini jaji akashikilia msimamo wake. Nachoweza kusema tu bila kuonekana kwamba naingilia uhuru wa mahakama, nachoweza kusema tu ni kwamba kwenye kesi hii haki inacheleweshwa ili kuendelea kukwamisha chama kufanya shughuli zake za kisiasa. Katika mazingira ya kawaida, mkutano kama huu wa leo tusingeufanya kidijitali hivi kama baraza la kidijitali. Katika maadhimisho kama haya ya chama tungeweza hata kufanya mikutano ya ana kwa ana, lakini tunajua kwamba mikutano yoyote, mikusanyiko yoyote sasa hizi ya namna hii mingi inakuwa ikiingiliwa. Kwa hiyo hatutaacha kujaribu kufanya mikusanyiko, lakini tunajua wakati mwingine inabidi kubypass hizo hujuma kwa kutumia teknolojia kama hivi. Sasa hichi ndicho ambacho watawala wanakitaka. Mimi ombi langu kwa vijana wa Chadema na ombi langu kwa vijana na Watanzania kwa ujumla, hii kesi hii haipewi uzito mkubwa kwa sababu watu wanaichukulia tu kwamba hii si kesi ya mgawanyo wa mali, ni mambo ya ndani ya Chadema, hii sio kesi ya jinai, ni kesi ya madai. Tukikubali mwelekeo huo ni kuingia kwenye mtego wa watawala, kuingia kwenye mtego wa kesi hii kuendelea kutumika kuiweka Chadema kwenye kifungo cha kisiasa. Imagine kwa mfano sasa hivi Chadema ingekuwa ina uhuru wa kufanya mikutano ya hadhara, Chadema ina uhuru wa kuitisha maandamano, Chadema ina uhuru wa kufanya vikao, Chadema ina uhuru wa kuongoza mapambano, haiko kwenye kifungo cha kisiasa kama ilivyo hivi sasa. Ni wazi ingesaidia hata kwenye mapambano juu ya kesi ya mwenyekiti Lissu, ingesaidia kwenye mapambano juu ya madai yetu tulionayo kutokana na yaliyotokea tarehe 29. Mimi na hili nawaambia vijana wa Chadema, kwa maoni yangu mimi, mbele kweli kweli, ondoa kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu, ni kesi hii ya Chadema kuzuiwa shughuli zake. Kama kuna kelele inatakiwa ipigwe kitaifa na kimataifa, kila mahali, ni kesi hii ya Chadema kuzuiwa shughuli zake, kwa sababu Chadema huru, yenye watu maeneo mbalimbali ya nchi, yenye mtandao maeneo mbalimbali ya nchi, yenye uwezo wa kufanya mikutano, yenye uwezo wa kufanya maandamano, yenye uwezo wa kufanya shughuli za kisiasa. Chadema huru ni tishio kweli kweli kwa watawala. Chadema huru ni tishio kweli kweli kwa watawala. Yaani hata katika kipindi hiki ambacho Chadema haiko bungeni, kuna bunge haramu, kuna serikali haramu, kuna serikali dhalimu, Chadema ikiwa huru, Chadema ikafanya shughuli zake kwa uhuru, ukweli ni kwamba itakuwa na manufaa makubwa sana, sio kwa Chadema tu kama taasisi, itakuwa na manufaa makubwa kwa taifa. Kwa sababu ya manufaa yake kwa taifa, swala la Chadema kutoka kifungoni, kifungo ambacho tumekuwepo toka tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, sio swala la Chadema tena peke yake, Parimelo Paulo, kama uliouliza kwenye swali, ni swala la Watanzania wote 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 wote, na ni rai yangu kwamba Watanzania wote tuungane katika hili. Swali lingine, Deodatus Mainyila umeleta swali la Pawa Lufunga, ikiwa mazingira yatabaki hivi yalivyo bila mabadiliko ya kisiasa, bila katiba mpya, nini hatma ya Chadema, na chama kitaendelea kususia chaguzi kikidai mageuzi hayo ya kimfumo? Mimi ambacho nasisitiza, swali kama la Pawa Lufunga ni swali la hisia za kushindwa, kuanza kuwaza kwamba katiba mpya haitapatikana, kuwaza kwamba hakutakuwa na mabadiliko ya kimfumo,
alafu tuko tarehe 17 Januari 2026, ni kurudisha nyuma mapambano. Sisi kwa sasa wote, Pawa Lufunga na wengine wote, nguvu yetu yote, kauli yetu ya pamoja, hatua yetu ya pamoja inapaswa iwe ni kuhakikisha kwamba mabadiliko tunayoyataka ya kikatiba, ya kuwezesha chaguzi huru na haki, ya kuwezesha kuwa na taasisi huru, ya kuwezesha kuwa na mifumo ya haki, ya kuwezesha kuwa na mifumo ya uwajibikaji, mabadiliko haya yanatokea, na mimi ninaamini kwamba tuna uwezo wa kusukuma mabadiliko haya yakatokea, na mimi naamini kwamba Watanzania wako tayari kwa ajili ya mabadiliko hayo. Kilichotokea tarehe 29 mwezi Oktoba na siku zilizofuatia, na hasa tarehe 29 mwezi Oktoba, ni kielelezo tu kwamba Watanzania wako tayari kulipa gharama ya kufanya taifa lipate mabadiliko. Hatupaswi kuwakatisha tamaa kwa kuwaza mambo ambayo yanatupeleka kwenye hisia za kushindwa wakati tuna nafasi ya kuweza kushinda. Kuna mtu anaitwa Benjamin wa TikTok ameuliza swali kuhusu kutuhumiwa na Joseph Yona kuhusu kumuua Ali Kibao. Kuna ukweli wowote? Yani Benjamin hakupaswa hata kuuliza hili swali, kwa sababu Tanzania yoyote tu wa kawaida anaweza kujibu hili swali. Hivi John Mnyika anaweza mchana kweupe, yani giza lilikuwa halijaingia, anaweza kusimamisha basi pale Kibo, alafu akamtoa Ali Kibao, alafu Ali Kibao akaenda kukutwa Ununio ametupwa, ameuawa? Iko practical, yani ni jambo ambalo linawezekana, yani inawezekana hata kulidhania. Kwa nachoweza kusema ni kwamba Joseph Yona anatumika na watawala, na anasema anatumika na watawala kwa sababu kuna trend ya kutumika kwake wakati mwingine kusukuma ajenda fulani kwa niaba ya watawala. Mimi nachokiona sasa hivi kutokana na hiyo kauli ya Joseph Yona aliyoitoa kwenye mitandao ya kijamii, nadhani kuna mazingira ya kuandaliwa kwa mkakati wa kunikamata. Kwa hiyo mkiona nimekamatwa katika hii siku za karibuni, mjue tu dola ilikuwa inatafuta namna ya kunikamata, ila ingekamata tu hivi kawaida, watu wangejiuliza kwa nini sasa ili kujenga mazingira ya kunikamata ndio imetengenezwa hiyo press conference au mazungumzo ya Joseph Yona, alafu dola ionekane kama vile inafanyia kazi taarifa ambazo zimetolewa na mtu ambaye dola imeamua kuzifanyia kazi. Sasa hao watu wa dola wanaojiandaa kunikamata, ni vizuri kabla ya kunikamata mimi wakamkamata Joseph Yona, kwa sababu kwenye maelezo yake ametoa maelezo yenye kuonyesha kwamba anajua nini kilitokea baada ya Ali Kibao kuchukuliwa kwenye basi pale Kibo. Anajua nani alifanya nini wapi mpaka mwili wa Ali Kibao ukapatikana. Kwa maana yake ni kwamba ni mtu anayezungumza kama alikuwepo maeneo ya matukio. Sasa jambo la mauaji ni jambo kubwa sana,
na jambo la mauaji alipaswi kubaki. Ni vyema vyombo vya dola vikamkamata Joseph Yona, vikamuuliza, vikamweleza, akaeleza hayo matukio yote anayoyafahamu. Mimi ambacho nakifahamu nilishakisema wazi mbele ya vyombo vya habari. Nirudie tu kukumbusha ambacho kukisema kwangu kilinigharimu dola kutaka kunigeuzia kesi ya mauaji ya Ali Kibao, kutaka kunifungulia mashtaka ya mauaji. Kama mtakumbuka matukio ya wakati huo, mwezi Septemba mwaka 2024, mimi nilisema waziwazi kuwa nilipewa taarifa juu ya kutekwa kwa Ali Kibao na mtu ambaye alipata taarifa kutoka waliokuwemo ndani ya basi lenyewe, na nilieleza wazi mbele ya vyombo vya habari kwamba kwa mujibu wa watoa taarifa waliokuwa ndani ya basi wakati Ali Kibao anatekwa, waliomteka walikuwa wamebeba bunduki ambazo ndani ya basi lenyewe kulikuwa na askari mstaafu. Kondakta na dereva walipotaka kuingilia kati kuhusu jambo hilo, aliwaambia msijaribu, kwa sababu kwa aina ya bunduki ambazo hawa watu wamebeba ni bunduki maalumu ambazo huwa zinatumiwa na watu wa idara ya usalama wa taifa. Kwa hiyo waliokuwa kwenye basi kimsingi walitulizwa wasifanye chochote, na tuhuma iliyoko ni kwamba waliohusika kumteka Ali Kibao walibeba bunduki maalumu zinazotumiwa na idara ya usalama wa taifa. Sasa haya ni maelezo yaliyotokana na watu waliokuwa kwenye basi. Kwa hiyo kama polisi wanataka kuchukua hatua kuhusu swala la Ali Kibao, wanapaswa waueleze umma toka mwaka 2024. Je, walimhoji dereva wa basi? Walipewa maelezo gani na dereva wa basi na hatua gani walichukua? Walimhoji kondakta wa basi? Walipewa maelezo gani na hatua gani walichukua kutokana na maelezo hayo? Je, walimhoji askari mstaafu aliyekuwa ndani ya basi ambaye anafahamika kwa jina, ambaye alisema kwamba anaishi Bagamoyo? Maelezo gani waliyapata? Na kwa nini baada ya maelezo hayo waliyopata wakati huo hakukuchukuliwa hatua zozote za maana juu ya waliomuua Ali Kibao mpaka hivi sasa? Ni kwa nini Rais Samia mara ya kwanza alisema kifo cha Ali Kibao kichunguzwe, aliyekuwa rais wakati huo, baadaye akaja na kauli nyingine ya kusema kifo ni kifo tu? Kwa nini kifo cha Ali Kibao kinashabikiwa? Kwa nini kulikuwa na mabadiliko ya kimsimamo? Ni nini kilichokuwa kinafichwa kuhusu mauaji ya Ali Kibao? Haya ni maswali ambayo vyombo vya dola vinapaswa vitoe majibu kwa Watanzania, badala ya hiki kinachotengenezwa sasa cha kutaka kutengeneza kesi dhidi ya John Mnyika na kutengeneza mazingira ya kunikamata. Kwa hili ndilo ambalo naweza nikasema kwako Benjamin. Kwa kifupi tu kwamba sihusiki na mauaji ya Ali Kibao, na mtu yoyote sensible anaweza akaona kabisa wazi kwamba hilo jambo linataka kuhamishwa. Kama ni mgeni na hujawahi kusubscribe kwenye account yetu guys, usiondoke bila kusubscribe. Nashukuru sana guys, see you next video, bye bye.